حبيبي يا طه زين قلبي مشتاق إلك إمتى يطفي الحنين إمتى روح إلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bismillahi, tunaendelea kukisoma kitabu kiitwacho Irshadul Ikhwan, utunzu al-allamatu Sheikh Ali ibn Abdillah ibn Nafi'in al-Mazru'i as-Sunni, Mwenyezi Mungu mtukufu amrahamu. Naam. Ru'yatullahi ta'ala fil akhirati li ahli al-jannah ila kayfin wala inhisar wala makanin wala jiha. Ru'yatullahi ta'ala, uonekanwaji wa Mwenyezi Mungu mtukufu, uonekano Mwenyezi Mungu mtukufu fil akhirah, li ahli aljannati, kwa watu wa peponi, yani watu wa peponi peke yao ndio ambao watamuona Mwenyezi Mungu bila kaifin, bila namna. Pakisemwa bila kaifin, maana yake min ghairi ittisafin bi sifatin min sifati almakhluqin, basi na kusifika kwa sifa yoyote miongoni mwa sifa za viumbe. Watamuona Mwenyezi Mungu bila ya kusifika kwa sifa yoyote katika sifa za viumbe Mwenyezi Mungu. Watamuona ambaye hafanani na chochote. Wala nhisarin, wala kudhibitiwa, sio kwamba Mwenyezi Mungu itakuwa amedhibitiwa na sehemu na mfano wa hivyo. Wala makanin, wala mahala, sio kwamba Mwenyezi Mungu atakuwa kwenye mahala fulani. Wala jihatin, wala upande, sio kwamba Mwenyezi Mungu atakuwa kwenye upande fulani, kwa hiyo akielekea upande huo ndio watamuona, ikiwa hawajaelekea upande huo hawatomuona. Sio hivyo. Na kwa ufupi hapa inatakiwa uhifadhi hivi: mahma tasawwarta bibalika, vyovyote utakavyochora picha kwa moyo wako, faru'yatullahi la tushbihu dhalika, basi uonekanaji wa Mwenyezi Mungu haufanani na hivyo. Kwa hiyo hutoweza kujua uhakika wa kumuona Mwenyezi Mungu. Tusubirie siku ya Kiyama, tuingie poponi, tuwe ni miongoni mwa ambao watamuona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam. ويجوز عقلا أن يرى في الآخرة بلا كيف ولا انحصار, na inajuzu kiakili kuonekana akhira bila namna wala kudhibitiwa. Na kwenye chape imeandikwa wayahuzu, kwenye he tuweke nukta chini iwe wayajuzu, na inajuzu kiakili. Yani jambo la kuonekana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala si jambo ambalo haliwezekani, ni jambo linawezekana kiakili. Akili nakubali kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana siku ya Kiyama, na sheria imehukumu kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana siku ya Kiyama. Kwa hiyo akili nakubali na sheria imelazimisha jambo hilo, kwamba litatokea jambo hilo kwa sababu Mwenyezi Mungu ameahidi. Naam. Wadhalika wajibun shar'a, na hilo ni lenye kulazimu kisheria. Kiakili ni lenye kujuzu, sio kwamba ni jambo ambalo halikubaliwi na akili. Na kisheria ni lenye kulazimu kwamba litatokezea jambo hilo. Haitotokezea kwamba asionekane Mwenyezi Mungu, bali kitakachotokezea ni kwamba ataonekana Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ameahidi. Naam. Lianna Allah wa'ada bidhalik, kwani hakika Mwenyezi Mungu ameahidi hilo. Naam. Wallahu la yukhlifu wa'ada, na Mwenyezi Mungu hakhalifu ahadi yake, haendi kinyume na ahadi yake. Naam. Irsalu Allahi al-anbiya lihidayati al-khalq, utumaji wa Mwenyezi Mungu kuwatuma mitume kwa ajili ya kuongoza viumbe. Kuwatuma Mwenyezi Mungu mitume kwa ajili ya kuongoza viumbe. Naam. Wa bayanu ma yajibu fi haqqihim wa ma yajuzu fi haqqihim wa ma yastahilu alayhim, na ubainishaji wa ambacho kinalazimu katika haki yao na ambacho kinajuzu katika haki yao na ambacho ni muhali juu yao. Anakusudia kwamba ataelezea kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatuma mitume kwa ajili ya kuongoza viumbe, kwa ajili ya kuwabainishia njia ya uongofu. Hayo ndio makusudio, na sio kuwaongoza, bali kuwabainishia njia ya kuokoka,
njia ya kuongoka. Hayo ndio makusudio, na Mwenyezi Mungu hajataka watu wote waongoke. Wengine amewatakia waongoke na wengine amewatakia wapotoke. Ndiyo maana baadhi wameongoka wakawa ni Waislamu na baadhi sio Waislamu. Na pia ataelezea mtunzi na kubainisha ambayo haiingii akilini mitume kutosifiwa nayo, bali akili inahukumu kwamba lazima mtume asifiwe na mambo hayo, na ataelezea ambayo yanajuzu katika haki yao kusifiwa nayo, na ataelezea ambayo haiwezekani mtume kusifiwa nayo. Naam. Wa annahu arsala rusula lihidayati alkhalq, na kwamba hakika yeye Mwenyezi Mungu, na inalazimu kuamini na utambue. Tunairudisha hii kule nyuma aliposema fa'lam, basi tambua. Kwa hiyo unairudisha kule fa'lam bi annahu, basi tambua kwamba hakika ilivyo, na hapa utasema wa annahu ay wa'lam annahu, na utambue kwamba hakika ilivyo. Hakika yeye Mwenyezi Mungu arsala rusula lihidayati alkhalqi, amewatuma mitume kwa ajili ya kubainisha uongofu kwa viumbe, yani kwa ajili ya kuongoza viumbe, yani kuwabainishia uongofu viumbe, kuwabainishia njia ya kuongoka. Naam. Wayajibu fi haqqihim as-sidq, na inalazimu katika haki yao kweli. Hakuna mtume ambaye ni muongo au amewahi kusema uongo. Inawezekana kutokezea mtume akasema neno ambalo ni fumbo, linafanana na uongo lakini sio uongo, ni fumbo. Naam. Wal amana, na uaminifu, yani hakuna mtume ambaye ni mwenye kufanya khiana. Hakuna mtume ambaye anajionyesha kwa watu kwamba anaweza kukamata mali zao, au kwamba yeye ni mwaminifu kwenye hali fulani, au kwamba ni mkweli halafu akawa ni kinyume na hivyo, bali mitume wote ni waaminifu. Pia mitume lau watajiwa na mtu anataka naswaha, wanamnasihi kwa ambacho analingana nacho yule mtu, kwa ambacho anatakiwa apewe nasaha yule mtu. Kwa hiyo ndiyo maana kwa mfano Mtume Muhammad, baadhi yao alikuwa akiwapa nasaha wasikasirike, kwa sababu watu hao walikuwa wana sifa ya kukasirika, na wengine alikuwa anawapa nasaha kwenye upande wa swala kutokana na anavyozijua hali zao. Wengine alikuwa anawapa nasaha kwenye mambo ya sunna kwa sababu anajua mambo ya faradhi wanatekeleza. Kwa hiyo wasia pia walikuwa wanatoa kwa upande wa al-amana, uaminifu, sio kwa upande wa khiana. Yani wanatoa kwa mujibu wa kile ambacho kinalingana na watu, na kwenye kufundisha wao watu wanawafundisha kwa namna ambayo wanafahamu, hawafundishi kwa namna ambayo haifahamiki. Hizo ni katika aina za al-amana, uaminifu. Na kwenye chapa yetu imeandikwa wayajibu fi haqqihimu as-sidqu, na hilo ni kosa. Tufute fatha kwenye qafu tuweke kasra iwe fi haqqihimu as-sidqu. Tunaendelea wal amanatu, na uaminifu. Naam. watabligh, na kufikisha. Yani hakuna mtume ambaye ameamrishwa kufikisha kitu halafu asifikishe, ama ambacho hawajaamrishwa kufikisha hicho, ama wanafikisha ama hawafikishi, kwa sababu hicho sio lazima kufikisha, hawajaamrishwa kufikisha. Ambayo wameamrishwa wafikishe, kuwafikishia watu, wamefikisha yote. Naam. walfatana, na uwerevu wa akili, kuwa na ubingwa wa akili. Hakuna mtume ambaye ni zebwe, mgumu wa kufahamu. Hakuna mtume ambaye ni pocho. Mitume wote wapo kwenye levo ya juu ya uhodari, wapo kwenye levo ya juu ya uwerevu wa akili, yani kuwa akili zao ni changamfu, zenye kuweza kufahamu papo hapo na zenye kuweza kutohoa masala au maelezo au mafuhumu au hoja kwa watu kwa namna ambayo iko wazi. Naam. wa annahum ma'sumuna min irtikabi dhunubi qabla al-bi'thati wa ba'daha, wa annahum ma'sumuna min irtikabi dhunubi, na kwamba hakika wao ni wenye kuhifadhiwa, kuepushwa na kupandia madhambi, qabla al-bi'thati wa ba'daha, kabla ya kupewa utume, kabla ya kushushwa wahi wa utume na baada ya kushushwa wahi wa utume. Wao hawaingii kwenye kufuru wala hawaingii kwenye madhambi makubwa wala madhambi madogo ambayo muna ishara ya udhalili na uduni ndani yake. Naam.
ويجوز في حقهم كل ما لا ينقص قدرهم, na hujuzu katika haki yao kila ambacho hakitii dosari katika cheo chao, kila ambacho hakitii dosari cheo chao. Yani mitume wanasifiwa na mambo ambayo wanasifiwa nayo binadamu, ambayo hayapelekei kuwa ni dosari katika utume wao, ambayo hayapelekei mtu kutotia akilini kwamba huyu ni mtume, ambayo yanapelekea mtu kufikiria kwamba huyu sio mtume. Mitume wao hawasifiwi nayo. Naam, kamaradhin khafifin la kajununi, kama vile ugonjwa mwepesi mlaini, sio kama vile uenda wazimu. Pakisemwa ugonjwa mlaini mwepesi, sio maana yake hauleti maumivu. Makusudio ni ugonjwa ambao hausababishi wao wasiweze kufikisha ambacho wameamrishwa kufikisha. Makusudio ni ugonjwa ambao wakifikisha na kuwafahamisha watu haipelekei wale kukataa, haipelekei hivyo. La kajununin, sio kama vile uenda wazimu. Hawasifii kwa uenda wazimu, hawasifii kwa magonjwa makubwa ambayo yanafikia kiasi ya kutokwa na wadudu, kwa mfano kutokwa na mafunza. Hayo hawasifii nayo. Hakuna mtume ambaye ameumwa kiasi hicho, bali mtu haitakiwi kusema jambo kama hilo, haijuzu kusema kama hivyo. Anaweza akaingia kwenye kufuru mtu kwa kusema jambo kama hilo, hususan ikiwa tayari imeshamfikia kwamba jambo kama hilo mitume hawasifiwi nalo, na jambo hilo linatia dosari katika cheo chao mitume. Ama kuumwa magonjwa ikawa maumivu ni makali, lakini haipelekei watu wasiwakubali kwa sababu ya magonjwa hayo, mitume ni wenye kusifiwa kwa magonjwa hayo. Mambo hayo ni yenye kujuzu kwao. Naam, wayastahilu fi haqqihim alkadhib, na ni muhali katika haki yao uongo. Yani akili haikubali kuwa eti kuna mtume fulani ni muongo. Naam, wal khiyana, na khiyana. Naam, walkitman lima umiru bitablighi, na kuficha ambacho wameamrishwa kukifikisha. Naam, walbalada, na uzebwe, yani kutokuwa na maarifa ya sawa, maarifa nyofu, kuwa na maarifa yenye korombingo ambayo hajakaa sawa, mtu kuwa ni mgumu wa kufahamu, mtu kuwa ni mgumu wa kutohoa majibu, kuwa ni mgumu wa kutoa majawabu mpaka atulie kwanza atafakari ndipo atoe jawabu. Mitume hawasifiwi na sifa kama hiyo. Naam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyu ni bwana wetu Muhammad, ashushe rehma Mwenyezi Mungu juu yake na asalimishe. Naam, wa anna afdalahum, na ujue kwamba mbora wao, yani mbora wa mitume, mbora zaidi wa mitume. Naam, ay anna afdala rusul, yani kwamba hakika mbora zaidi wa mijumbe. Naam, nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni mtume wetu Muhammad, ashushe rehma Mwenyezi Mungu juu yake na asalimishe. Yeye ndiye mtume bora zaidi kuliko wote, na wanazuoni wanasema almaziyatu la taqtadi at-tafdil, mazia kusifiwa kwa sifa fulani ambayo hasifiwi mwingine, hili halipelekei ubora wa huyo ambaye amesifiwa kwa sifa hiyo ambayo hana mwingine. Naam, wa annahu khatamul anbiya, na kwamba hakika yeye ni mwisho wa mitume, ni mtume wa mwisho, hakuna mtume baada yake. Kila ambaye atadai utume baada ya mtume Muhammad ni muongo, ni kafir. Naam, wa shar'ahu la yunsakh, na sheria yake haifutwi. Hakuna mwingine atakayekuja akafuta sheria ya mtume. Hata Nabii Isa akiteremka atafuata sheria ya mtume, hatakuja na sheria yake nyingine. Pia sheria yoyote ambayo inaenda kinyume na sheria ya mtume, sheria hiyo haifai. Na sheria ya mtume inasilihi kwa zama zote, zama zake, zama za kati na kati, zama zetu na zama zitakazokuja mbele. Sheria ya mtume Muhammad inasilihi kwa zama zote, siyo sheria ambayo ni ya kukarabatiwa au inastahiki kukarabatiwa. Naam, wa annahu ulida bi Makkah wa bu'itha biha, na kwamba hakika yeye amezaliwa Makka na amepewa utume akiwa ni mkazi wa hapo. Kwenye kitabu imeandikwa wa annahu walida, wao imetiwa fatha, tuweke sawa wao
tuiwekee dhamma sio fatha, wa annahu wulida, na kwamba hakika yeye amezaliwa Makka, wa bu'itha biha, na amepewa utume hali akiwa ni mkaazi wa Makka. Hajapewa utume hali yakuwa yumo ndani ya Makka, alikuwa yupo nje ya Makka kwenye gharu Hira, kwa sababu gharu Hira lipo nje ya Makka jabali hili, lakini lipo kwenye njia ya kuendea Makka na kuingilia Makka. Kwa hiyo hajapewa utume ilhali yumo ndani ya Makka. Wa bu'itha biha, yani wabu'itha wa huwa mustawtinun biha, na amepewa utume ilhali yeye ni mwenye kuwa ni mkazi wa hapo Makka. Naam. Wa haja ila al-Madina, na amehama kuendea Madina. Naam. bi amri min Allah la huruba, kwa amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa kukimbia, yani kwa kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu kwamba ahame, sio amehama kwa kukimbia kwa uoga. Naam. wa mata biha, na amekufa kwenye mji wa Madina, na amezikwa kwenye chumba ambacho amekufia, chumba cha As-Sayyida Aisha radhiyallahu anha, ambapo wanamzuru Waislamu kutoka nchi mbalimbali sehemu hiyo, na inafaa jambo hilo ni zuri. Na ikiwa hujawahi kufanya, weka azma umzuru Mtume sallallahu alayhi wasallama, na ambaye atamzuru Mtume sallallahu alayhi wasallama asisahau kufikisha salamu, kutufikishia na sisi kwamba sisi tunamsalimia Mtume sallallahu alayhi wasallama. Naam. wa kana lahu min al-awlad 7, na alikuwa ana yeye kuna kwa watoto 7, yani alikuwa ana Mtume watoto 7. Naam. 3 dhukurun, watatu ni wa kiume. Naam. wa hum Abdullah, nao ni hawa Abdullahi ambaye alikuwa anaitwa At-Tayyibu, Abdullahi wa huwa At-Tayyibu, na pia kwa jina jingine anaitwa At-Tahiru. Kwa hiyo Abdullahi kwa jina jingine anaitwa At-Tayyibu, na kwa jina jingine anaitwa At-Tahiru. Naam. wa Qasim, naam, wa Ibrahim, na Qasim na Ibrahim. Naam. wa 4 inathun, na 4 ni wa kike. Naam. wa hunna Zainab, nao ni hawa Zainab. Naam. wa Ruqayyah, na Ruqayya. Naam. wa Fatima, na Fatima. Naam. Ummu Kulthum, na Ummu Kulthum. Ummu Kulthum hii ni kunya, ama jina lake halikujulikana. Na Fatima ni mzazi, mama wa watoto wawili watukufu ambao amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na wao, sayyida shababi ahli aljanna, mabwana wawili wa vijana wa watu wa peponi, mabwana wawili wa vijana ambao watakuwa ni katika watu wa peponi, nao ni Sayyiduna Hussein na Sayyidina Hasan radhiyallahu anhuma. Hawachukii isipokuwa mtu ambaye ni mpotevu, hawachukii isipokuwa mtu ambaye ni mpotevu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, Allahumma inni uhibbu Hasanan wa Husaina fa ahib man yuhibbuhuma, e Mwenyezi Mungu, hakika mimi ninampenda Hasan na Hussein, basi mpende ambaye anawapenda hawa wawili Hasan na Hussein. Kwa hiyo ambaye anawachukia Hasan na Hussein ajue anachukia ambacho anakipenda Mtume, na anachukia ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakipenda. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama anawapenda watu watukufu. Nipi itikadi ya hawa Ahlu Baiti? Itikadi ya Ahlu Baiti ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasifiwi kwa sifa ya kuwepo kwenye mahala kama alivyosema maneno hayo Sayyiduna Ali, na kama alivyosema maneno hayo Sayyiduna Hussein, na kama alivyosema maneno hayo Sayyidina Ali Zainul Abidin, na kama alivyosema maneno hayo Sheikh Jaafar as-Sadiq na wengineo katika Ahlu Baiti. Na kwa ufupi, ili uwajue Ahlu Sunna wal Jamaa wa kweli, angalia Ahlu Baiti wa Mtume, wale ambao ni masharifu, nasabu yao inafika mpaka kwa Mtume, wao wapo kwenye kundi gani? Wewe fuata kundi la Ahlu Baiti, usifuate kundi jingine lolote. Ukiona mtu anajiita Ahlu Sunna halafu itikadi yake inaenda kinyume na itikadi ya Ahlu Baiti, huyo ni muongo, hana wa Ahlu Sunna wal Jamaa, bali huyo ni katika watu
wapotevu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuhifadhi kutokana na itikadi zao mbaya. Naam. Wa abuhu Abdullah ibn Abdul Muttalib, na baba yake ni Abdullah ibn Abdul Muttalib. Naam. Wa ummuhu Amina bint Wahb, na mama yake ni Amina bintu Wahb. Naam. Arkanul iman, hizi ni nguzo za imani. Naam. wa arkanul iman, na nguzo za imani. Naam. wa huwa tasdiqul qalbi, na imani ni usadikishaji wenye kunasibika na moyo. Naam. Sitatu, ni sita. Mambo matukufu zaidi ya imani ni sita. Faradhi tukufu zaidi katika faradhi za imani ni sita. Faradhi tukufu zaidi katika mambo ambayo ni lazima kuamini ni sita. Yako mengine ambayo ni lazima kuamini, ni faradhi kuamini, lakini sio matukufu zaidi kuliko haya, na haya yamekuwa ni matukufu zaidi kwa sababu mengine yote yanakusanywa na haya sita. Naam. al-iman billah, la kwanza ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Naam. bimaana annahu mawjudun muttasifun bikulli kamalin yaliqu bihi, kwa maana ya kwamba hakika yeye ni mwenye kuwepo, ni mwenye kusifika kwa kila ukamilifu unaolingana na yeye. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hasifiwi isipokuwa kwa ambacho kinalingana na yeye, na ambacho hakilingani na yeye anatakaswa nacho Mwenyezi Mungu. Naam. munazzahun an kulli naqsin, ni mwenye kutakasika kuepukana na kila kasoro. Naam. wa malaikati, na malaika wake, na inalazimu kuamini malaika wake na kuamini malaika wake. Hii ni nguzo ya pili katika nguzo za imani, kuamini malaika wake. Naam. biannahum ibadullahi mukramun, kwamba hakika wao ni waja wa Mwenyezi Mungu wenye kutukuzwa. Naam. la ya'suna Allaha ma amarahum, hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa ambalo wameamrishwa. Yani malaika hawaendi kinyume na amri za Mwenyezi Mungu. Naam. wayafaluna ma yumarun, na wanafanya ambayo wanaamrishwa. Kwa hiyo ambacho wanakifanya malaika wameamrishwa na Mwenyezi Mungu. Na mtu kusema kwamba malaika amefanya dhambi fulani, kuzini, kunywa pombe, kuua na mfano wa hivyo, maana ya kauli yake ni kwamba Mwenyezi Mungu amemwamrisha huyu malaika kuzini, kuua, kunywa pombe na mfano wa hivyo. Naam. wa annahum laysu bidhukurin wala inathi, na kwamba hakika wao sio wa kiume wala wa kike. Naam. wa kutubi, na vitabu vyake, na inalazimu kuamini vitabu vyake. Kwenye chapa imeandikwa annahum laysu bidhukurin wala inatin, kwa te tutaweka sawa, tutaweka inathin, tutaongeza nukta moja kwenye te iwe inathin. Wa kutubihi, na vitabu vyake, na kuamini vitabu vyake ni katika nguzo za imani. Naam. biannaha min indillah, kwamba hakika hivyo vitabu ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Inalazimu uamini hivyo kwamba Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ameviteremsha, ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa sehemu yake. Mwenyezi Mungu hana sehemu, yupo bila mahala wala upande, kutoka kwake. Yani Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ameviteremsha, ndiye ambaye ameamrisha viteremshwe. Naam. anzalaha ala ba'd rusulihi, ameviteremsha Mwenyezi Mungu juu ya baadhi ya mijumbe wake. Naam. wa anna jamia ma fiha haqqun wa thabitun, na kwamba hakika yote ambayo yamo ndani yake ni haki, ni yenye kuthibiti. Naam. ay anna kulla ma fi alqur'ani haqqun wa thabitun, Ai, kwenye hamza pana sukuni juu, tuweke fatha. Ai yani anna kulla ma fi alqur'ani haqqun. Kwenye qafu pana dhamma, tuongeze dhamma nyingine iwe haqqun, yani kwamba hakika kila ambacho kimo ndani ya Qur'ani ni haki, ni chenye kuthibiti. Naam. wa kulla ma fi ghayrihi min alkutubi almunazzalati alasliyati allati ma hurrifat haqqun wa thabitun, na kila ambacho kimo katika kisichokuwa Qur'ani, kimo katika isiyokuwa Qur'ani, minal kutubil munazzalati al-asliyati, kuna vitabu vyenye kuteremshwa vya asili, allati ma hurrifat, ambavyo havijabadilishwa, havijatiwa mikono, haqqun wa thabitun, ni haki na ni chenye kuthibiti hicho ambacho kimo kwenye vitabu hivyo. Ama ambacho kimo katika hivi vitabu ambavyo vishatiwa mikono, kama hii Biblia ambayo imetiwa mikono, kuna maagano mapya kila kukija, ambacho kinaenda sambamba na Qur'ani,
basi hicho tunakiamini, na ambacho kinaenda kinyume na Qur'ani, hicho inakulazimikia usikiamini, na ukikiamini unakufuru. Wewe sio Muislamu hata kama utavaa kanzu na kofia na kilemba na shali. Wewe sio Muislamu hata kama ni khatibu wa msikiti wa Makka. Sio Muislamu, tayari umeshartadi. Naam. wa jumlatuha 100 kitabi wa 4 kutubi, na mkusanyiko wake na jumla yake ni vitabu 100 na vitabu vinne, yani ni vitabu 104. Kwa ujumla ni vitabu 104 kama ilivyokuja kwenye hadithi aliyopokea Ibn Hibban. Naam. wa rusuli, na mijumbe wake. Na kwa faida, vitabu hivyo 104 ni vipi kuteremshwa kwake? Kuteremshwa kwake ni kwamba vimeteremshwa 50 kwa Nabii Shith. Shith ni miongoni mwa watoto wa Nabii Adam, naye ni mtoto wa mwisho, na ipo kauli kama alivyosema Ibn Abbas kwamba yeye Shith amezaliwa na mwingine, sio kwamba amezaliwa peke yake, ijapokuwa kauli ambayo ni maarufu ni kwamba Shith amezaliwa tumbo peke yake, watoto wote waliobakia wamezaliwa mapacha. Na Shith ameteremshiwa vitabu 50, yani suhufi 50, na Nabii Idris ameteremshiwa suhuf 30, na yeye ameitwa Idris kwa sababu alikuwa ni mwingi wa kuvisoma na kuvirejea na kuvidurusu vitabu ambavyo aliteremshiwa Nabii Shith, ndio akaitwa Idris. Na jina lake la asili ni Akhanukh, ndio jina lake la kuzaliwa. Na vitabu 10 ameteremshiwa Nabiyullahi Ibrahim, yani suhufi 10, na 10 ameteremshiwa Nabiyullahi Musa suhuf. Kisha Nabii Musa akateremshiwa pia Taurati, na Nabii Daud ameteremshiwa kimoja ambacho ni Zabur, na Nabii Isa Ruhullahi, roho tukufu mbele ya Mwenyezi Mungu, ambaye ni katika mitume watukufu, ameteremshiwa kitabu kiitwacho Injil, na Mtume Muhammad ameteremshiwa kitabu ambacho ni Qur'ani. Kwa ujumla ni vitabu 104. Hii ni kauli miongoni mwa kauli za wanazuoni. Naam. wa rusuli, na mijumbe wake, na kuamini mijumbe wake ni miongoni mwa mambo matukufu ya imani, ni katika faradhi tukufu zaidi za imani. Naam. bi anna Allah arsalahum yad'u al-khalqa ila Allah ta'ala wa shari'atihi, kwamba hakika Mwenyezi Mungu amewatuma ili wawalinganie viumbe kwa Mwenyezi Mungu mtukufu na sheria yake, ili wawalinganie viumbe kwenye dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu na sheria yake, wawaingize huko, wawalinganie kuwaingiza huko. Naam. wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho. Naam. bi annahu mawjud, kwamba hakika siku ya mwisho ni yenye kuwepo, itakuwepo. Na kwa tanbihi, mtu anakufuru, anartadi, anatoka kwenye Uislamu kusema mimi naamini siku ya mwisho. Bora hivi kuamini naamini siku ya mwisho kuliko kuwa siamini siku ya mwisho halafu nikafa nikaja nikakuta nimefufuliwa, nitajibu nini? Bora hivi niamini kuliko kuwa sijaamini nikaja nikakuta ipo. Bora niamini halafu itokezee haipo, sitodhurika chochote wala sitonufaika chochote, kuliko kuwa sijaamini halafu ikawepo, kwa sababu nitakuwa nimedhurika ikiwa siamini. Mtu mwenye kusema hivi kusema hivi, huyu kashadhurika mapema, sio Muislamu, kashartadi, anatakiwa arejee kwenye Uislamu kwa kutamka shahada mbili. Na pia kwenye kumwamini Mwenyezi Mungu, haitakiwi mtu aseme kwamba mimi naamini Mwenyezi Mungu yupo, sasa ikitokezea baada ya kufa ikawa kweli yupo, basi nitanufaika kwa sababu nimemwamini, na ikitokezea kwamba hayupo sitodhurika na wala sitopata tatizo lolote kwenye kuwa nimeamini, sitopata manufaa wala madhara kwa kuwa hayupo. Mtu mwenye kusema hivi anartadi, anatoka kwenye Uislamu, huyu anahesabiwa sio Muislamu tena, ni kafiri kama Firauni. Anatakiwa arejee kwenye Uislamu kwa kutamka shahada mbili ili ahesabiwe ni Muislamu. Sivyo akifa bila kutamka shahada mbili kwa kukusudia kuingia kwenye Uislamu, siku ya Kiyama ataadhibiwa milele bila ya mwisho kwenye moto. Kwa hiyo mtu hahesabiwi ni mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu mpaka aamini kwamba yupo, naamini haya ambayo ni lazima kuamini katika imani bila ya kutia shaka yoyote, hata uduni wa shaka. Huyu ndo atahesabiwa ni Muislamu muumini. Naam.
wa huwa min al-maut ila akhir ma yaqa'u fi al-qiyamah, na siku ya mwisho ni kuanzia kufa mpaka mwisho wa ambacho kitatokea katika kiyama. Yani kwa upande wa yule ambaye atakufa, siku yake ya mwisho inaanzia pale baada ya kufa kwake mpaka lile la mwisho litakalotokezea siku ya kiyama. Ataelezea ni lipi la mwisho kutokezea siku ya kiyama. Naam, min dukhuli ahli al-jannati fil janna wa ahli al-kaba'ir minhum ba'da an yanalu mastahaquhu min al-'adhab in lam ya'fu Allahu anhum, min dukhuli ahli al-jannati fil janna, mpaka mwisho ambacho kitatokea katika kiyama, yani katika siku ya kiyama. Ni kipi cha mwisho kutokezea katika siku ya kiyama? Ni kunako kuingia watu wa peponi katika pepo, yani ambao ni wacha Mungu kuingia peponi. Wa ahli al-kaba'ir minhum, na watu wa madhambi makubwa katika hao watu wa peponi, kwa sababu watu wa madhambi makubwa ni katika watu wa peponi pia. Kwa upande gani? Makusudio ni kwamba wao si watu wa motoni milele. Hata kama wataingia motoni, watatoka mwisho na kuingia peponi na watabaki peponi milele. Kwa hiyo hayo ndio makusudio. Baada ayanalu, baada ya kupata mastahaquhu min aladhabi, ambacho wamestahiki kuna kwa adhabu, illa yafu Allahu anhum, akitowasamehe Mwenyezi Mungu. Hawa watu wa kutenda madhambi makubwa baada ya kuingia peponi na wacha Mungu ikawa tayari wameshatangulia mwanzo kuingia peponi, hapo ndiyo mwisho wa hiyo siku ambayo tunaita ya siku ya mwisho. Hapo ndiyo mwisho wake, au tutasema ndiyo mwisho wa siku ya kiyama. Na hawa ambao ni watendaji madhambi makubwa hawatokaa milele motoni. Na mtu kusema kwamba hawa watakaa milele motoni, Waislamu ambao ni waovu, yeye ndo atakaa milele motoni kwa sababu amekufuru kwa kusema kwake hivyo. Na wa min dukhuli ahli an-nar fi an-nar, na kunako kuingia watu wa motoni katika moto. Makusudio hapa ni kwamba mwisho wa siku ya mwisho, mwisho wa siku ya kiyama ni watu wa peponi wote, yani watu wote ambao wanastahiki kuingia peponi, hata kama wanastahiki kuingia peponi, lakini baada ya kuadhibiwa kwanza, baada ya wote kuingia peponi ikawa hawamo kwenye moto, isipokuwa ambao wanabakia milele, na ambao wanabakia milele ni makafiri tu. Hapo ndiyo mwisho wa siku ya kiyama, siku ya mwisho. Naam, wal qadar, na kuamini qadar. Qadar ni sifa ya Mwenyezi Mungu ya kukadiria, yani kupangilia mambo ya viumbe. Inalazimu kuamini kwamba Mwenyezi Mungu ana sifa hiyo. Naam, بأن الخير والشر مقدران من الله تعالى في الأزل, kwamba kheri na shari ni venye kukadiriwa na Mwenyezi Mungu mtukufu tangu na tangu. Yani Mwenyezi Mungu ndiye ambaye amepanga kila ambacho kinatokezea, ikiwa ni kheri, ikiwa ni shari. Kila ambacho kinatokezea, kilichotokezea, kitakachotokezea, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye amekadiria na amepangilia kitokezee kama ambavyo kinatokezea. Na Mwenyezi Mungu amejua kwamba hivi ndivyo ambavyo kitatokezea, na ametaka kutokezea kwake na kimetokezea kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma shaa kana wa ma lam yasha lam yakun, ambacho amekitaka hutokea na ambacho hajakitaka hakitokezei. Hadha ma a'lam, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi awwalan wa akhira. القلب أن لو نظر من خير الأنام، إمتى أراك قلبي غوى روحي فداك خير الأنام. الجذع حن القلب أن لو نظر من خير الأنام.